Neno la Mungu linasema ibada njema inaanzia nyumbani. Naamini kwamba huwa mnafahamu nafundisha elimu ya fedha, elimu ya biashara, mambo ya elegancy, lakini huwa ninafundisha mambo ya ukuaji binafsi. Kwa hiyo huwa sijaanzia tu kuwafundisha nyie, huwa namfundisha pia na mdogo wangu. Namfundishaga pia na mdogo wangu ili aweze kupata maarifa haya mapema, yaweze kumsaidia yeye katika maisha yake kwa ujumla. Kwa hiyo ukiona nimekaa hivi kwenye kochi, basi ujue siku mwenyewe kwenye kochi huwa nitakuwa na mtu mwingine pembeni ambaye nimemwalika katika video hii. Kwa hiyo si mwingine, atakuwepo leo mdogo wangu, atajitambulisha yeye ni nani, anafanya nini kwa sasa hivi, na mtapata kujua mawili matatu kuhusiana na yeye, ni vitu gani ambavyo pia nilimpa na amejifunza nini mpaka sasa hivi. Na kwa ufupi tu nilimfundisha kuhusiana na fedha, kanuni tu ndogo ya fedha, lakini pia nilimfundisha kuhusiana na kusoma kitabu. Nimemfundisha pia mambo mbalimbali ambayo leo ataweza kuelezea, lakini pia nitamuoji mambo machache ambayo pia atakusaidia na wewe uweze kuwafundisha watoto wako, uweze kuwafundisha wadogo zako. Kama Mungu amekupa neema ya kujua kitu fulani, basi hicho kitu sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine, uwasaidia waweze kuvuka katika maisha yao. Kwa hiyo uwe pamoja na sisi kuanzia mwanzo wa hii video mpaka mwisho na utajifunza hakika. Let us be together in this video. Karibu sana. Na kama haujasubscribe channel hii, tafadhali sana naomba usubscribe. Kila Jumapili nitakuwa na post video moja tu. Kila Jumapili ya kila wiki nitakuwa na post video moja tu. Kwa hiyo ili usiweze kukosa kila video ninayoipost, hakikisha kwamba una subscribe channel hii ili uweze kupata notification nitakapo post video yangu. Na kuhusiana na hii channel ni ya kukuza wewe kimaarifa na kuweza kufikia malengo yako. Kwa hiyo kama ni wewe unataka kufikia malengo yako katika nyanja yoyote ile, karibu tuyote pamoja kwenye hii safari ya kufikia malengo yetu. It is 2026 and this is our motto, dream big always no matter the situation. Karibu sana. Basi huyu ndo mgeni wetu wa siku hii ya leo, na nitampa nafasi ya kuweza kujitambulisha yeye ni nani, kwa sasa anafanya nini, na nitaendelea kumhoji vitu ambavyo nilimpa ajifunze kimoja kimoja. Atatuelezea hapa alichojifunza, na mimi na wewe pia kupitia yeye utapata maarifa mbalimbali ambayo yatakusaidia katika ukuaji wako. Inawezekana ni wewe mwenyewe binafsi au hata namna ya kuwafundisha pia watoto wako ili waweze kukua katika maarifa. Ni kweli ya kwamba kwa dunia sasa hivi inahitaji watu wengi ambao wana maarifa ya kutosha. Kwa hiyo bila maarifa, hata kama ni kwenye swala la biashara, kuna wakati utapita tu, utaachwa pembeni. Kwa hiyo maarifa ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo mgeni wetu wa siku ya leo, karibu sana. Jitambulishe wewe ni nani na unafanya nini kwa sasa hivi. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Aminid Kinyunyu, nami ni mdogo wake Glory Kinyunyu, tumefuatana. Asante. Okay, kama jinsi mlivyosikia ya kwamba mimi ni mdogo wake na tumefuatana. Nikitoka mimi anafuata yeye. Kwa hiyo mimi ndo huwa ni content creator na yeye huwa anakuwaga ni director. Kwa hiyo mkiona video ziko vizuri na ziko hewani zimekaa vizuri, basi ujue yeye ndo huwa na direct. Kwa hiyo nashukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa likizo hii ukiwa unanisaidia katika mambo ya content creation. Thank you very much. Karibu. Okay. Sasa huwa nilikuwa nikimpa vitu mbalimbali, na likizo hii ya mwezi wa 12 ya mwaka jana mwezi wa 12 mpaka kufikia mwaka huu Januari, nilikuwa nimempa kazi moja tu, atafute maarifa kupitia video. Nikawapa watu wawili kuwafuatilia. Alikuwa nani na nani? Kwanza ni Joel Nanauka na pili ni Miles Monroe. That's good. Kwa hiyo nilimpa kazi ya kuangalia hao watu kwenye video
through YouTube, aangalie video zao, achague interest ya topic atakayohitaji, then jioni anakuwa ananielezea ni vitu gani ambavyo amejifunza. Kwa hiyo kila siku ilikuwa ndio hiyo kazi nampa. Mimi naenda kwenye mizunguko yangu, then nikirudi aniambie amejifunza nini kutoka kwa nani. Na mimi naongezea pia na nyama hapo. Na mimi pia nakuwa huko nilipotoka, nakuwa pia nimepata nafasi ya kujifunza chochote kitu. Kama ni kitabu nimesoma, na mimi namwambia ni kitabu gani nimesoma, labda nimejifunza nini kwa siku ya leo, labda nimeangalia pia video fulani, nimejifunza nini. Kwa hiyo ilisaidia, tunachangia knowledge ambayo itatusaidia sote kupanua mawazo yetu na kufikia malengo yetu, kuchanganua mambo mbalimbali kuhusiana na maisha. Kwa hiyo ni activity ambayo nilikuwa nimempa. Kwa hiyo nadhani tuanze na activity hiyo, atuambie ni nini ambacho alikuwa amejifunza kutoka kwa watu wawili. Kama jinsi mnavyomfahamu Joel na Nauka kwa sasa ni waziri wa vijana, lakini pia Mais Munoe tayari ameshatangulia mbele za haki, na mnafahamu jinsi ambavyo mafundisho yake huwa ni mazuri. Kwa hiyo niliona aanze na hao watu wawili ambao watampa impact of positive thinking kwenye ufahamu wake. Kwa hiyo nataka niambie hapa ni vitu gani ambavyo alijifunza kupitia video hizo zote mbili katika kipindi chake chote cha likizo. Karibu. Kwa mimi hapa hivi kuhusiana na hiyo video za YouTube nimeweza kujifunza vitu vinne ambavyo nitavielezea kwa ujumla kwa kurelate na real life. Okay. Cha kwanza ni nia. Nia ni kusudi la mtu kwenye maisha yake. Cha pili ni mipaka. Mipaka ni sana kusema borders kwa Kiingereza, sivyo lugha nyingine. Mipaka ni lazima iwe kwenye sekta mbalimbali. Either kuna social medias, education and other different activities, okay? Cha tatu time management. Na cha nne ni seriousness. Hivyo vyote mtu akiwa anaweza kuvimudu kwa 80%, atakuwa ameweza kucope with failure, ambapo tutaenda kuelezea hapo mbeleni. Failure ni zile ambazo zinamhinda mtu kwenye development zake, sivyo? Naanza na nia. Nia ni kusudi la mtu kulingana na majira fulani. Mimi ni yangu mwaka huu labda niwe na division 1, au mwingine ataka awe ana flat A's, mwingine ataka awe TO. Ni nia yake, sivyo? Yes. Mtu ili awe na mafanikio mazuri inabidi awe na nia moja. Japokuwa anasema wahenga wanasema kwamba mshika mawili moja kumponyoka. Nia inaleta na serious kwenye percent lazima kaimark labda 65. Kivipi? Ukiwa na nia na kitu fulani utakuwa na serious zaidi. Mfano, leo nina nia nimalize labda kusoma topic fulani kwenye kitabu fulani. Ukawa labda umepanga muda fulani labda saa 5 mpaka saa 6:30 hivyo. Ukaweza kumanage muda wako ukaanza kusoma. Labda ikafika saa 5:45 kuna vishawishi vipo vingi. Pengine ukarudi na kushauri, unaonaje uangalie TV kidogo upumzike, alafu baadaye utarudi. Kwa mtu mwenye nia, kwa kweli alikuwa na nia kitu kimoja ambacho ni kumaliza topic hiyo kwenye kitabu fulani, ataachana na mambo mengine. Mfano labda ni kuangalia social media, sivyo? Atamalizana na kile alichokipanga. Huo ni usirias tayari, maana ameshindwa kuingiza vitu vingine kwenye kitu kingine. Kwa ujumla tunasema kwamba ameweza kuhandle. Na pia hapo time management inaingia. Kivipi? Ulipanga ni saa 5 mpaka saa 6:30, sivyo? Ukawa na nia hicho kitu siku moja, hautakuwa na mambo mengi, wala utakuwa na ile pressure kwamba kuna hichi kitu hapa sijakifanya. Hapana, kwa kuwa ulishapanga ni muda ni kwa ajili hichi kitu basi. Kwa hiyo unaweza kumanage time yako labda pale ifika 6:30, ndio unaweza kufuata labda kile ambacho role cho kuambia, labda niangalie social media kidogo, ndio utaangalia. Alafu kama kuna timetable nyingine utaifuata. Pia mipaka. Mipaka pia ni relate na hivi vinne. Hivi vinne ni kitu kimoja. Sema ni kila moja na play part yake. Okay.
ulikuwa na mipaka kwenye social medias, ndio maana ukaona ufanye kitu ulichokipanga wakati huo, afu social media uweke baadaye. Ingekuwa mtu ana mipaka, angekuwa labda anaandika au anasoma hiyo topic aliyoipanga huko anaangalia social medias. Kwa social media pia WhatsApp inapatikana, sivyo? Kwa hiyo mtu anaweza akasema acha nisome alafu najibu text ambazo nitakuwa nimetumiwa. Overall conclusion kwamba ukiwa na time management, ukiwa na nia, ukiwa na seriousness pamoja na mipaka, other circumstances which hinder the performance of a person will have low percent or will be overcome totally to that specific individual. Maana utakuwa uko focused sana na malengo yako, utakuwa na kusudi lako maalum kwa kila wakati, na wakati wa kuwa free tu hivi ya kujiingiza labda ile mtu mfano kwambia ile anakushtukiza labda oya Aminieli saa 6 njoo tucheze hapa PS kidogo, sivyo? Utamwambia hapana, ungenijulisha mapema ili nipange muda wangu. Hapo ile jamaa kwanza mkishamaliza maongezi, yeye atapata fikra kwamba huyu jamaa inamaanisha kwa serious na vitu vyake mbalimbali. Kwa hiyo inabidi niwe na taarifa mapema ili apange muda wake, na atakuwa na heshima lazima iwepo hapo, maana unajua huyu mtu anaenda straight na vitu vyake na kwamba kila muda ameupangilia vizuri. Na hapo umeelewa vizuri, na umeelewa vizuri, au kuna swali lolote kuhusiana na time, seriousness, nia pamoja na borders? Okay, jamani, sasa kama jinsi ambavyo mmesikia vitu ambavyo mmejifunza kutokana na activity ambayo nilikuwa nimempa kipindi cha likizo hii ya mwaka jana mwezi wa 12, ndio hivyo alivyojifunza. Na natamani niongezee tu kitu kimoja hapa ambacho inawezekana pia umekisikia mara nyingi kuhusiana na time management. Waongeaji wengi huwa wanasema kwamba speakers wengi huwa wanasema kwamba Mungu yuko fair sana. Yaani amempa kila mtu fair time. Kila mmoja na masaa 24. Hamna mtu ambaye ana zaidi ya masaa 24, si ndio? Ni sawa. Kwa hiyo huwa inatofautiana tu mtu jinsi ambavyo anatumia muda wake. Matajiri na maskini, yani tofauti tu ni namna ambavyo tuna manage muda. Kuna mtu mwingine hawezi kusema hapana, kama jinsi alivyosema kwamba kama kitu hajakiweka kwenye ratiba yake anaona kitamdistract na sio malengo yake ya siku hiyo ya leo kufanya hivyo, basi ni atasema hapana. Kwa hiyo time management ndio jinsi ambavyo kinatofautisha waliofanikiwa na ambao hawajafanikiwa, na commitment ya kufanya kile ambacho ndio kama alivyosema seriousness sasa inaingia pale kitu cha kufuatilia. Unatakiwa ufuatilie mipango ambayo umeweka ndani ya siku, na nimeshafundisha kwenye video yangu, utaona hapo nikisema ya kwamba ili malengo yako ya mwaka aweze kufikia, ni muhimu zaidi lile lengo lako la siku hakikisha kwamba unalitimiza. Na ili lengo lako la mwaka liweze kutimia, uweze kumla tembo mzima. Unajua ukimwona tembo hivi mzima unaweza huyu ataingiaje mdomoni, lakini ukimkatakata kidogo utaona ni mrahisi na utaweza kumla, si ndio? Kwa hiyo hivyo ndio jinsi alivyojifunza kwenye video ambazo aliziangalia. Kwa hiyo natamani kukuuliza ndugu Aminieli, kwamba umeonaje sasa, yani unajisikiaje kwa kujifunza hivyo vitu mtandaoni? Uenda labda kama umeshawahi kujifunza au ndo mara yako ya kwanza, how do you feel about just learning, increasing your knowledge, increasing just knowledge kwa ajili ya maisha yako binafsi? Wewe unajisikiaje? Mimi najisikia vizuri. Naomba nielezee kwa ujumla. Kwanza hapo hiyo faida ninazozipata ni several, siwezi mark ni ngapi, inalingana na idea itakavyokuja. Okay. Kwanza, ukiwa unafuatilia vitu kwenye mtandao, unapata more clarification compared to the seminars niseme. Maana kwenye seminar huwa wana ile specific time, sivyo? Na huwa kuna a large congregation of people au watu. Hivyo, unaweza labda ukaona aibu kuuliza swali, sivyo? Lakini kwa kupitia social media ni ile kwamba
umejifunza kitu kinakugusa, ile unamuona kama huyu ajielezea zaidi, unaweza kumpa pale comment au anaweza kufanya feedback zaidi kupitia hiyo kitu ambacho hujakielewa vizuri. Pia unaweza kumtafuta mtu mwingine kupitia hiyo social media ukaelewa zaidi na ukaona faida zaidi, sivyo? Great. Kwa hiyo mimi hapa hivi niseme umenifundisha namna kutumia social media vizuri, sivyo? Na hapa hivi nisema umeniongezea percent za controls kwenye social media. Maana wengine labda wakipata social media wezi jua wanapenda sana kuangalia video games au movies au pengine vitu vyovyote vya kusearch, ila kwangu mimi hapa hivi kwa kuwa nimenufaika kwa hivi vitu vinne ambavyo najua kabisa vina relate na maisha ya binadamu, kwangu mimi hapa nimeburudika. Thank you. Hiyo nashukuru. Thank you for that. Pia social media mtu akiweza kuitumia vizuri ina manufaa zaidi. Wengine wanasema kwamba globalization it is destructive to human's life. No, it's wrong. It depends on person's thought. Ambapo tutaenda kuongelea pale mbeleni. Shukrani. Yeah, thank you. Jamani, nimepokea maua yangu ya kutosha. Kwa hiyo kama jinsi mlivyosikia kwa habari ya social media, mimi binafsi huwa napenda sana kutumia social media hata kwenye masuala ya kupika. Yaani naweza kawa najua kupika wali, lakini siku hiyo nikasema ngoja niingie YouTube niangalie tu namna ya kupika wali. Unajua unaweza kukuta maarifa mengine mtu anatumia kitu kingine. Sio lazima kila siku unaweka tu maji, chumvi, mafuta. Kuna namna ambavyo mtu mwingine anapika, anaweka nazi, anaweka karoti, unaongeza tu, unapanua tu ufahamu wako akili. Na kama jinsi alivyosema, huwa mimi siangalii tu kupitia mtu mmoja. Unaweza ukaangalia kwa mtu A lakini pia mtu B akawa ameelezea kitu kingine ambacho pia kitakusaidia. Kwa hiyo huwa I don't rely on studying videos on one person. Najifunza kutoka kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo get that point. Kama unataka kujifunza kuhusiana na swala lolote, sijui nini, yani topic yoyote ile, hakikisha kwamba hugandi tu kwa mtu mmoja. Jifunze kwa watu tofauti tofauti, utapata pia vitu tofauti tofauti na utapanua wazo lako pia, maarifa yako. Lakini pia ndio hivyo hivyo hata kwenye masuala ya vitabu. Mtu mwingine huwa anakoma, mimi nasoma tu kitabu cha It is well and good, lakini usisome tu kitabu chake. Panua pia wigo wako kutafuta maarifa. Nenda pia kwa mtu mwingine. Soma kitabu sijui cha nani? Rick Warren. Soma kitabu cha Dr. Miles. Soma kitabu cha watu mbalimbali. Utapanua maarifa yako kwa ukubwa. Usistick to on one area. Okay? Sasa hiyo ni activity ya kwanza niliyompa, lakini pia activity ya pili nishawahi kumfundisha kuhusiana na elimu ya fedha. Natamani atuambie ni kitu gani ambacho alijifunza na yeye, je, huwa anafanyia kazi yale ambayo nimemfundisha? Lakini pia je, kuna changamoto yoyote ambayo huwa anakutana nayo katika utekelezaji wa kile ambacho nilimfundisha? Karibu sana. Asante. Kuhusu fedha, nitaenda kuongelea mambo matatu ambayo ni makuu ambayo anaweza kucontrol fedha. Fedha kwa lugha nyingine ni money, sivyo? Yeah. Na kwa sasa currently money is the system of exchange. Yes. Previously ilikuwa ni barter trade, sivyo? Yeah. Goods for goods, but now it's money for goods or goods for money, yes, and services. Yes. Ela ni kitu kidogo lakini kina thamani, sivyo? Unaweza kusema labda 10,000 haiwezi weka kwenye mizani kafikisha labda kilo au nusu, lakini ina uwezo wa kununua kitu ambacho ni kilo na zaidi, sivyo? Yeah, for sure. Inamaanisha kwamba hii sentence inamaanisha kwamba sio kwamba mtu chukulie fedha simple, hapana. Ndio maana watu wana struggle na sacrifice their life, sivyo? Kwa ajili ya kupata fedha. Ni kitu kidogo lakini kina umuhimu zaidi. Kwenye masuala ya control money, naomba niangalie kwa ujumla, nisende deep zaidi kwa ajili ya kuokoa nyakati. Kuna kitu kinaitwa fungu la 10, afu inafuatia akiba, kisha matumizi. Kwa mtu ambaye ni ana somehow well minded,
hivi vitu vitatu anavizingatia, ya kwamba fungu la 10 kwa lugha nyingine ni 10% of his or her income or any suppliances. 10% ni ndogo sana kwa 100%, sivyo? Kwa inamaanisha kwenye ile 10% umechukua 90 ukaacha 10% for your own good. Mungu ndiye anayetupa pumzi mpaka sasa hivi, na sio kwamba tunamtendea mema kila nyakati. Hivyo kama mimi hapa napewa labda pocket money, tuashumu 50,000 pale hivi, nikatoa 10% inakuwa ni 5,000, sivyo? Kwa ajili ya Mungu wangu ananipa uhai mpaka sasa hivi. Kwa hiyo 5,000 sio kwamba nitaendelea kuitumia kwamba tunasherehekea wote, hapana. 5,000 tenda kusali privately kwamba naomba kwa 5,000 unilinde niweze kutumia langu iliyobakia vizuri na kwa ustadi zaidi, ili iwe na manufaa zaidi, sivyo? Mtu anaweza kapewa 50 kamaliza kwa masaa mawili tu. Kuna kubeti. Yaani vitu ni vingi lakini muda ni mchache. Mtu anaweza kapewa 50 akachanganyikiwa, anasema labda hii hapa hivi acha nitumie kwenye hichi kitu niongezee zaidi, lakini kumbuka ametanguliza fikra zake, hajaomba kwa msaada kwa Mungu. Hivyo ile 5,000 unaweza kaisaidia Mungu, naomba nitakasema kulinda hii hela yangu nitakapokuwa nakutolea sadaka, na ile akiba nayoiweka niweze kutumia vizuri kwa maisha yangu bora zaidi. Kwa 10% unatoa, hiyo ni muhimu zaidi. Hiyo ni cha kwanza. Kujili 50 yangu nikatoa 5,000 na bakia 45. Sasa hapo ndo na kwenye akiba na matumizi, unaona kwamba bora akiba iwe kubwa kuliko matumizi. Maana mtu akiwa na uwezo kuweka akiba kubwa kuliko matumizi, anafanya kitu kinaitwa mind strength. Kwamba ile la ndogo ya matumizi aliyoipata atakuwa anatumia kwa vitu ambavyo ni important zaidi. Mfano tukaeka labda tuseme tu specimens, sawa? Kwa ajili ya experiment. Wa kwanza akaeka akiba kubwa kuliko matumizi, na wa pili kama matumizi makubwa kuliko akiba. Ukawapa miaka 5, yule ambaye ana akiba kubwa ndio atakuwa anaweza kusurvive zaidi kuliko yule ambaye kama matumizi makubwa. Mfano baada ya miaka 5 ukawapa labda area ambayo ni malazi na supermarket, basi for survival according to the money which they have. Utagundua kwamba yule ambaye alikuwa anaweka akiba kubwa ndio ataishi zaidi kuliko yule ambaye alikuwa na akiba ndogo. Na yule mwenye akiba kubwa sana akili ya kununua vitu ambavyo ni important, na yule mwenye akiba ndogo ni yule ambaye ni mambo ya leisure, sivyo? Kwa sababu kugundua kwamba yule ambaye alikuwa na akiba kubwa anaweza kudumu kwa muda mrefu kuliko yule ambaye alikuwa na akiba ndogo. Maana yule ana uwezo kununua vitu ambavyo ni muhimu zaidi kwa wakati huo na monitor vizuri. Hivyo mimi nashauri kwamba bora mtu awe na akiba kubwa kuliko na matumizi makubwa. Kwa gumia hapa hivi sina dada kwenye ile 45 iliyobakia. Hapo akiba mimi na 30. Kwa mwanafunzi anaenda shule na vyakula kule unapata, maana imeshakuwa included kwenye ada. Ile 15 utakuwa unafanyia mambo yako privately. Na sio lazima mambo ya biskuti hizo ni minor sana. Maana shule kama unashiba unaridhika, utakuwa unapiga kitabu, ile nyingine tumia kwa vitu most important. Asante. Hapo kuna swala money ulinielewesha na maintain, na jitahidi kuzingatia. Jitahidi kuzingatia, maana sio kwamba ni kitu cha accidentally pap unaanza kuobserve. Inahitaji stages. Unaanza kujicontrol kidogo kidogo. Labda ulikuwa unakula biskuti 6 kwa wiki, unashusha moja mpaka unaweza. Asante. Great. Sikuwahi kukuambia hicho kitu lakini una maarifa nacho. Ni kweli, unajua huwa tunashauri sana kwa sisi ambao ni financial trainers. Huwa tunashauri kama ni hatua ya kwanza ya mtu aanze kidogo kidogo. Ndio maana kwenye swala la budgeting huwa tunaweka pia na wants ni yale mahitaji ambayo sio muhimu sana. Unaweza kuishi bila hayo. Lakini
tunashauri yawepo kwa sababu ili mtu aendelee kuona kwamba ndani ya budget sio kwamba ni kujibana sana, hapana, lakini pia kuna fungu la enjoyment. Okay? Yeah, kwa hiyo huwa tunashauri pia mtu afanye kidogo kidogo. Yaani asianze pap mara moja. Anaweza kaona huu mziki ni mzito. Kwa hiyo kama mtu anaona hata ile 10% ya kuweka akiba ni kubwa, tunashauri weka basi hata buku kama umeona 5% ni kubwa. Weka basi hata jero ni kidogo kidogo tu ili ile tabia ijengeke, uanze kupanda dau kidogo kidogo. Okay? Ndio. Kwa that's all about money issues. Naamini umepata jambo lako hapo, kwamba akiba iwe kubwa kuliko matumizi. Okay? Haya, basi tuende kwenye kipengele kingine ambacho nilimwambia na nilifundisha ni kuhusiana na kusoma kitabu. Atatuambia ni kitabu gani ambacho amekisoma, lakini pia kwa ufupi amepata nini kutokana na kusoma kitabu na maarifa ambayo ameyapata. Karibu sana. Asante. Kitabu ni Think Positive and Things Will Go Right. Pia mtandaoni inapatikana. Great. Hicho kitabu kinaelezea most kwenye negative side of human life. Nikisema negative side inamaanisha kwamba challenges unazopitia. Kwa hicho kitabu ni vingi nilivisoma, lakini kuna vile ambavyo vinakuwa ni stick, vile ambavyo vinakuwa vimekugusa zaidi. Kwa mimi pia ilikuwa ni Power of Thought pamoja na Cope with Failure. Naanza na Thought. Thought, I can say just it's the powerhouse of your body. How? Mtu au an individual yoyote mwili wake unaishi kulingana na fikra zake. Kama fikra zako ni mbovu, mwili utakuwa ni mbovu. Mfano utumiaji wa bangi au any other drug abuse, that hinders body's strength and health, so automatically your body will be damaged due to your weak thought which you have. But mtu ambaye ana fikra nzuri, mwili wake unaimarika kwamba kuliko ile nipotezee kwenye masuala ya soda, acha ninywe juisi, maana juisi zina vitamin C na ina contain different fruits. Mwili utajengeka, sivyo? Kuliko ile unasema juisi haitanipa refreshment of my body, acha nikanywe zangu labda bia. Ila sio mbaya kwamba iwe kila muda unatumia bia, hiyo ndo mbaya, au labda soda. Lakini kwa yule ambaye anagusia mara moja afu mostly anatumia kwenye vitu ambavyo ni good kama juisi, sivyo? Huyo anakuwa na fikra nzuri kuliko yule ambaye anatumia bia sana. Thought zinakontroliwa na mind, ambao mtu mind yake anavyoitrain ndio hivyo hivyo fikra zinakuja. Wewe unaitrain mind yako leo kufanya tabia za udokozi, sio ukiwa umekaa idle, lazima fikra yako itakao kuja, acha nikaibe, labda nienjoy tada kwa kula hichi kitu hapa. Utaenda kuiba, mwishowe utakamatwa na mengine yatatokea. Kwa thoughts zitakiwa uzicontrol, unazicontrol them. Ndio hivyo. Labda kuangalia social media, labda kwenye watu ambao wana influence on different kind of controlling thought. Other thing ni reading. Train your mind to read and get different scriptures and contents that will help your body and your mind function to perform better. Other thing ni advantage of having good thoughts. Kwenye kile kitabu yule mwandishi alisema kwamba Al-Kamath alisema kwamba people of similar thought are attracted together. If you have weak thought, you'll be attracted to your fellow with weak thought. Naona unakuta kuna makundi sasa. Wale watu wana fikra moja. Na ukishindwa control thought yako, kama ilikuwa ni nzuri, ukaja ukakontroliwa na mwingine, mwisho utaenda kuingia kule. Umeelewa? Yes. Kwa hiyo yani cha kumata sana uweze kucontrol thought zako kwenye positivity. Maana ukishindwa kucontrol, mwingine atakucontrol na utaingia kwenye thought tofauti. Mwisho mnaharibika pamoja. Ila kama labda ni mtu anafunza labda kutafuta education au knowledge au skills about something, atakuwa attracted
kwa mtu ambaye ni similar na yeye hivyo hivyo, kwamba na atapata mtu ambaye naye anatafuta skills, education and labda training about something. Kwa wale wote wana develop on development, sio kama wale wengine ambao wana develop kwa kushuka chini, under development. Kwa zile develop nini, under development. Kwa hiyo mimi nikiwa na fikra nzuri, unaona fikra nzuri, utakuwa attracted. Hivi unaonaje tukafuatilia masuala ya bank, tuachane na mambo leo kusema tutokee kwa kwenye benki za wengine. Acha sisi tutengeneze kabenki chetu kadogo ambacho watu hata kinaweza tukasaidia na wengine, tukikibrand kikao kikubwa, tutakuwa tunafanikiwa zaidi. Utasema kwa kuwa napenda skills na kutafuta education na knowledge about something, utasema kwamba ni vizuri, acha tuanze kufuatilia details. Utaanza pale, unaweza kuomba ushauri nini, na kucontrol mtandao vizuri kwenye masuala ya kumonitor fedha, mwisho mnafanikiwa. Umeelewa hapo hivi? Kwa hiyo advantage kubwa ya thought ni kwamba you will be attracted to the people with the same thought which you have, na pia ina enable ku convert other people's thoughts. Sivyo, tunakutana shuleni, tuseme ni form 1, wewe primary ulipotoka ulikuwa una tabia weird but I had good behaviors. Since I have strong thought on my mind, you will come, aminili tushi tukacheze kidogo. Kwambia mimi hapana, mimi sichezi, mimi na soma hapa kidogo, nataka nijifunze vitu ili nifanikiwe mtihani wangu wa NECTA form 4. Utasema sawa, utaondoka, lakini unapoondoka lazima ile kikuume kwa ile jibu ambalo nimekupa. Kama huyu hapa hivi anaanza kujipambania kuanzia sasa hivi mpaka form 4 anafanikiwa, mimi nikiendelea kucheza nitadorora. Umeelewa? Kwa utaumia, utalada kuja kidogo kidogo kwangu, labda kwa mdoto nakuja kusema basi naomba tutasoma wote muda huu hapo. Unakuja, tunasoma vizuri pale hivi, friendship itakuwa bond na tutakuwa pamoja. Sasa umeona hapo hivi kwamba nimeconvert sauti yako kuwa good. Vivyo hivyo mimi nikishinda control sauti yangu, wewe ungeniweza, tungeharibika wote. Kwa hiyo inabidi kama msikilizaji ustick kwenye positive thought na uwe serious sana kwenye hicho kitu. Ndio pale kwenye thoughts pia nilikuwa naongelea kwenye pale hivi kwenye masuala ya YouTube. Nilivyokuambia umenisaidia kwenye social media. Pale hivi control thoughts zangu kwamba niwe na focus kwenye vitu ambavyo ni vya development. Mfano ukanipa tu simu hivi pap. Ndio, sauti yangu ni nzuri sivyo? Lakini hichi kitu situmia. Nikaangalia hivi kuna kichekesho. Sitakuwa nafurahia. Nitakuja kupotea kwenye masuala ya vichekesho. Ila wewe ukaweza kumonitor sauti yangu kuifanya iwe more strengthened kwenye masuala ya development, na ndio mpaka sasa hivi nataka ni stick huko. You know the most advantage kwamba una convert people thought na unakuwa attracted to the people of similar thought. Pia your body will be functioned perfect. Ndio hivyo. Hiyo kwenye health, hiyo kwenye mind sector. Kingine pale nilichofurahia kwenye au nilichoburudika kwenye kile kitabu ilikuwa ni cope with failure. Amna mtu binadamu amezaliwa akawa matured afa kafariki bila kukutana na failure. Failure ni kama rafiki. Ndio, ni rafiki. Nitaeleza vizuri. Rafiki kivipi? Wewe umeanza programu yako labda tuseme ya kushoot videos kwenye kuwa motivational speaker, sivyo? Yeah. Lazima kuna failure ulizipitia. Na hizo failure ndo rafiki zako kivipi? Ukiweza kuwa na hiyo failure ukamshinda, unakuwa umeji-upgrade. Failure yako ilikuwa ni mwanga, sivyo? Angalia sasa hivi, mwanga upo. Na unazidi kudevelop kwenye video zako, sivyo? Yeah, for sure. Ile failure ilikusaidia wewe uwe kwenye level nyingine, sivyo? Kwa hata wewe msikilizaji, hata kama una business yako au education, ile failure hada ile C uliopata labda kwenye somo gani, ile ni rafiki yako, utakao ipige. Unajua lazima mpambane. Ndio maana hata Mungu na yeye ana failure, anayemfanya wewe na Mungu hana failure tuseme, sivyo? Ile ambaye anataka amjaribu ni shetani, sivyo? Lakini Mungu anaweza anamshinda shetani, ndio maana bado anazidi kuwa juu, tunamtukuza yeye. Kwa kila jambo unalofanya lazima kuwe kuna failure ndani yake.
unaweza kala labda unapata A zote. Ukasema mimi sina changamoto, sivyo? Changamoto unayo. Wewe una elimu kwenye masuala ya writing, reading and speaking education, lakini hauna ile elimu ya practical. Unaweza kuwa na elimu darasani lakini ukiendesha fail atakiwa overcome. Hata matajiri pia failures wake ni wale ambao wana compete naye, kwa anatakiwa washindane nao ili awe hai zaidi. Kwa hiyo kama msikilizaji, failure lazima iwepo kwenye sekta tofauti. Ndio maana unaweza kuona uko perfect kwenye sekta yake, lakini lazima kuna kadast kanachafua hiyo sifa. Na unataka uifight ili uwe kwenye level nyingine, utende na kitu kingine zaidi. Asante. Okay, hongera sana kwa kujifunza haya yote. Na sikuwa nafanya hivi ilinibidi sasa mimi binafsi niingie mfukoni ili aweze kushawishika kufanya kile ambacho natamani akifanye. Maana unajua kujenga pia tabia ya mtu sio kazi rahisi, kitu ambacho hakuzaliwa nacho. Kwa hiyo ikabidi sasa nimwambie ukifanya kitu fulani nitakupa zawadi fulani. Kwa hiyo hapa kuna zawadi ambayo lazima ilichomoe mfuko kidogo ili aweze kufanya zile activity ambazo nilikuwa nikimpa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo kwa mara moja itakuwa sasa ni habit ambayo atajijengea mwenyewe binafsi aweze kujitafutia maarifa. Kwa hiyo kama kianzio nimeona ni motivate kwa kumpa chochote kitu, na mimi nitatimiza hiyo ahadi, na at last aendelee sasa kupambana mwenyewe. Kwa hiyo wewe ndugu unayenisikiliza hapa, na wewe pia unaweza kutumia mbinu mbalimbali za kumsaidia mwanao, either akiwa kwanzia anakuwa unampa maarifa mbalimbali. Weka library hapo ndani, mfundishe, yani mzoeshe kuwa na vitabu, kuona vitabu kwanzia akiwa mdogo. Lakini pia Wenda una mdogo wako akisha pia unampa maarifa, mwambie ukifanya kitu fulani, mwambie mpe activity mbalimbali, afu mwambie utampa zawadi, atajifunza tu na uhakika. Hivyo, kwa kama pia na wewe ni mtu ambaye tayari ni mtu mzima, haujawahi kupata maarifa namna hii, jizoeshe na wewe taratibu kuanza kutafuta maarifa. Dunia hii sasa hivi inahitaji watu ambao wana maarifa. Kwa hiyo I hope stay blessed kwa hichi kipindi kizima na umejifunza mambo mbalimbali. Thank you for being here in this coach. Welcome. Na naamini ya kwamba kuna majira pia mengine utakuwa pamoja na sisi tena kwenye hii channel. Karibu sana. Asante. Okay. Sasa naomba niwaambie kwamba kila wiki siku ya Jumapili nitakuwa na post video moja, lakini pia kwa wale watu ambao wanapenda mambo ya elegance, mambo ya kujua namna ya kuvaa, namna ya haiba, kuwa na haiba nzuri unapokuwa dining, nina channel nyingine ambayo tayari nimeianzisha. Kwa hiyo nimeona nizitenganishe kidogo. Hapa utakuwa unapata madini ya personal growth na namna ya kufikia malengo yako, lakini kwenye hiyo channel nyingine itakuwa ni kwa ajili ya wewe kupata mambo mengi kuhusiana na elegance. Kwa hiyo kama haujasubscribe hiyo channel, nitakuwekea link hapo kwenye description box, hakikisha kwamba unaenda kusubscribe ili usiweze kupitwa na channel na video ambazo nitakuwa ninazipost kwenye hiyo channel. Otherwise, let us meet in the next video. Always dream big.